لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على خير ولد عنان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الإنس والجان، ورضي الله تعالى عن صحابته البررة المتقين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، tumesikiliza mukaddima wa kisa cha al-Isra wal Mi'raj ambacho kwamba kilitokea katika mwezi huu mtukufu wa Rajab. Rajab ni katika miezi mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo kwamba bado tuko na mwezi mmoja mbele. Ukimalizika huu tunaingia mwezi wa Ramadhan. Tawan, katika kisa cha al-Isra wal Mi'raj tunapata mafunzo mingi sana kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu kwanza kuna muqaddimatul Isra wal Mi'raj. Kabla al-Isra wal Mi'raj kuna vitu ambavyo kwamba vilitangulia. Katika vitu ambavyo kwamba vilivyotangulia ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwenda Taif, na yakamkuta yale ambayo kwamba yaliyomkuta kule Taif. Kitu ambacho kwamba tunajifunza katika tukio la Taif, awala ni subra. Kuwa na subra katika da'wa. Da'wa sio kitu chepesi. Kufanya da'wa ni kitu ambacho kwamba ni kizito. Kalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigwa mawe kwa sababu sisi tupate hidayah. Na pale malaika walipomwambia waangamize watu wa Taif, alisema arju an yukhrij Allahu min aslabihim man yaqulu la ilaha illa Allah. Hii ulama da'wa wanatuambia kwamba uwe daia mlinganizi, usilazimishe wale watu ambao kwamba unaolingania kuamini wale. Neno lako ambalo kwamba unalitoa, ikiwa utalitoa kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hata wale watoto wake ambao kwamba wapo katika mgongo wake watakuja kunufaika na neno lako. Sema hii ndio siri ambayo kwamba inapatikana katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inni arju an yukhrij Allahu min aslabihim man yaqulu la ilaha illa Allah. Alafu kisha kitu ambacho tunajifunza katika kisa hiki, katika zile mukaddimati, ni wakati matatizo makubwa yanapokupata kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanya nini? Kufanya dua. Kalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa njiani akitoka kule Taif akirudi Makkah, alipokuwa amepumzika pale katika ule mti wa mzabibu, sema Allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati wa qillata hilati وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك أو أن يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى. Angalia dua ndefu ambayo kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ananyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba hana madhambi, hajapatapo kufanya nini? Kukosea. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Hii ni nidaa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume mfani ametakaswa, lakini matatizo yanampata, anarejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu mara nyingine hizi shida zinatupata, matatizo makubwa yanatupata kwa sababu ya madhambi yetu. Dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nas. Mara nyingine taabu hizi na dhiki tunazipata kwa sababu ya matatizo ambayo kwamba tumeyachuma. Kwa hivyo tunasoma kwamba shida zinapokupata, rejelea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya dua, toa sadaqa, msalie Mtume sallallahu alayhi wasallam, fanya istighfari kwa wingi sana. Katika mwezi huu mtukufu wa Rajab tujitahidi sana kufanya istighfar na kurejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata Ramadhani itakapofika itukute tuko safi, kwa sababu hakuna mtu ambaye kwamba asiyekosea. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema katika hadithi, kullu bini adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kila binadamu ni mkosa na wabora katika wenye kukosea ni wale wenye kufanya nini? Wenye kufanya toba, wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuanzia sasa hivi mwezi wa Rajab, rejelea kwa Allah subhanahu wa ta'ala
kwa kweli kabisa, kwa haki ya kurejelea, hata Ramadhani itakapokuja na nafahati zake, basi Allah subhanahu wa ta'ala akueneze katika wale ambao kwamba watakaoenezwa na nafahati za mwezi mtukufu wa Ramadhani. الله سبحانه وتعالى تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا في جميع محمد صلى الله عليه واله وسلم شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.